nzuri pia kuangalia wengine wanafanya nini katika taifa la Kenya ambalo lina mgawanyiko wa kaunti 47. Hizi kaunti kila moja inaongozwa na gavana ambaye anachaguliwa na wananchi, na kila kaunti na serikali yake katika ule mchakato wa ugatuzi wa madaraka ama decentralization, ili mamlaka yawe chini zaidi kwa wananchi. Na hebu tuangalie mfumo huu namna ambavyo umelifaidisha taifa la Kenya na kusaidia pengine kupigia hatua. Tuungane na Eric Irungu ambaye ni mchambuzi wa siasa za Kenya. Irungu, karibu sana. Kwanza tunataka tufahamu faida za Kenya kuwa na viongozi ambao kwa asilimia kubwa zaidi ya 90% ni viongozi wa kuchaguliwa na wananchi. Asante, good luck. Jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba huu mfumo wa Kenya ulianzia kutokana na malalamishi ambayo yalikuwa yanatoka kutokana na Wakenya kuhusiana na uwepo wa umbali wa serikali kuu kutokana na wananchi. Kwa hivyo kuna masuala fulani ambayo yalikuwa ibuka, na tulikuwa na mfumo ambao ni sawia na ule ambao mlio nao, ambao ulikuwa ni mfumo ambao ulielekezwa kupitia maeneo ambayo yalikuwa maeneo nane. Kwa hivyo malalamishi ya wananchi na kule kujisikia kwamba hawahusishwi katika mambo ya uongozi, hawahusishwi katika maamuzi ya serikali, hiki ndicho kilichokuwa kitu kikubwa sana cha kuchangia kuelekea katika huu mfumo. Lakini wakosoaji wa huu mfumo wanasema kwamba ni mfumo ambao umeongeza gharama kubwa za uendeshaji, kwa sababu imeongeza kwanza idadi ya viongozi, lakini pia imeongeza idadi ya serikali ndani ya nchi moja. Ni kweli nakubaliana na hayo, lakini kuna lile swala ambalo lazima tuweze kusema ya kwamba iwapo tunataka uwajibikaji katika uongozi, iwapo tunataka uhusishaji wa wananchi, basi ile gharama lazima itakuwepo. Kwa hivyo ni katika mambo ya kutia katika mizani, je, kuna uongozi bora, na pia katika upande mwingine basi kutakuwa na gharama kubwa sana kwa wananchi. Hebu sasa tupitishe kwenye mfumo kuanzia ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini kwa muhtasari tu, kwa haraka. Asante. Huu mfumo umepangwa kwa njia mbili. Kuna serikali kuu pale juu na kuna serikali za kaunti. Hizi kama ulivyosema ni kweli, serikali za kaunti ni 47. Na sasa katika zile kaunti, huu mfumo kwanza kuna gavana ambaye ndiye anayeongoza kila kaunti, na gavana pia kama ulivyosema amechaguliwa na wananchi. Chini ya magavana kunao mawakilishi wa wodi. Kila wodi, kila kaunti iko na wodi kadha. Kwa hivyo wawakilishi wa wadi ambao pia wamechaguliwa na wananchi. Na pia kuna mjumbe mmoja ambaye ni muhimu sana, ambaye ndiye anayewakilisha yale makaunti 47 katika bunge la seneti. Kenya tuna bunge moja, lakini limegawanywa katika nyumba mbili. Kuna ile tunayoita National Assembly na kuna ile ambayo tunaita Senate au Senate. Kwa hivyo wale maseneta basi wanawakilisha makaunti katika bunge la seneti. Sasa na ndio maana katika unapofika wakati wa uchaguzi kunakuwa na uchaguzi wa nafasi 6, nafasi ya rais, nafasi ya magavana, nafasi ya wabunge kwa maana ya maseneta, nafasi ya wabunge ambao wanaingia kwenye National Assembly, nafasi ya MCAs ambao ndio wanawakilisha hizo ward, alafu nafasi ile ya wawakilishi wa wanawake, sio?